Kwa majina naitwa Jessica Mahamudu Msola, diwani kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kata ya Buyuni. Leo tunapozungumza ni tarehe 30, siku 9 nyuma zilizopita. Tarehe 19 tuliweza kuzindua huduma kutoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, na zoezi hili lilianza rasmi siku hiyo ya tarehe 19. Niweze kusema kwamba namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameweza kutupa moyo sisi tulioaminiwa na wananchi katika kuwawakilisha ni nini tunatakiwa tufanye katika uwakilishi kwa wananchi wetu. Mimi binafsi kama nilivyosema awali, nilionelea ni vema na haki watu wangu, wananchi wangu wa kata ya Buyuni waweze kunufaika na huduma hii ya vitambulisho vya taifa vya NIDA. Sisi sote tunatembea, tunaona, tunasikia. Jana katika hotuba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwa Dr. Mwigulu Nchemba, mliweza kuona baada ya mbunge wa Segerea kuweka swali la asilimia zile 10 ambazo zinaenda kwa wajasiriamali kuanzia kundi la wanawake, vijana na makundi maalum kwa maana ya wale wenzetu vilema. Ni hilo pia aliweza kulijibu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba ili Mtanzania wa kiwango cha hali ya chini na hata aliye wa kiwango cha juu aweze kupata huduma hizo ni anatambulika kutokana na kitambulisho cha taifa cha NIDA. Kwa hiyo niseme kwamba kwa maono yangu na kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu imenipa faraja sana kwamba hata serikali kupitia taifa imeweza kusema kitambulisho cha NIDA kwa Mtanzania ni kitu muhimu sana. Niseme kwamba zoezi hili limeenda vizuri sana kwa kuratibiwa na mamlaka ya NIDA, pia wenzetu wa uhamiaji, lakini pia maafisa ambao walikuwepo kuanzia ngazi ya kata kupitia mtendaji wa kata, polisi jamii ambao tunao ndani ya kata ya Buyuni na mratibu heri waliweza kusimamia vizuri sana, na mimi mwenyewe niliweza kuwepo siku zote nikihakikisha wananchi wangu wanahudumiwa vizuri. Sehemu yoyote ambayo kuna huduma zaidi ya watu 20 na kuendelea hakukosekani changamoto. Changamoto zilipatikana, lakini kwa usimamizi mzuri, na mimi pia ni mzalendo nisiyependa mambo ambayo yanaenda kinyume na taratibu, niliweza kubaini watu ambao walikuwa wanapita na kuweza kwenda kuwadanganya wananchi, kwa sababu kwa siku tulikuwa tunaweza kuhudumia watu 200, lakini katika watu 200 kulikuwa kuna zaidi ya watu 200 kila siku waliojitokeza. Kwa hiyo tumeona ni jinsi gani Tanzania hususan kata ya Buyuni uhitaji wa vitambulisho vya taifa kwa upande wa NIDA vinahitajika, na muonekano na kutokea kwa wananchi hawa imeonesha. Ombi langu kwa serikali kuu kupitia zoezi hili la kata ya Buyuni chini yangu, naomba pia wenzetu wa nje ya kata ya Buyuni Tanzania nzima hili likaweze kuwa ni angalizo kwamba uhitaji wa vitambulisho vya taifa hususan kwa watu ambao ni wa hali ya chini katika maisha waweze kuhudumiwa katika sehemu zao kwa kuenda kiurahisi kama ilivyokuwa kwa kata ya Buyuni. Mitaa yangu yote 8 wameweza kuhudumiwa. Serikali ya mitaa zote walikuwa wako katika mchakato huu wa kuhakikisha wanaandikisha wakazi wao, na hakuna hitilafu yoyote iliyotokea. Niseme tu watu wamehudumiwa hapa kata ya Buyuni na tumeweza kufikisha watu wote, lakini bado wengi wanahitaji. Na vile vile tumeweza kuongea na mamlaka ya NIDA kupitia ofisa wa mkoa ndugu yetu Mr. Etimba, tuliweza kumpa changamoto zetu kwa sababu kila siku alikuwa akipitia na kutuuliza. Nimeweza kumuomba kupitia ofisi yangu ya diwani kata ya Buyuni kama itawezekana siku za mbeleni aweze kutuongezea siku zingine, ikawe ni zoezi ambalo ni la mwendelezo mpaka pale kiu ya wananchi wa kata ya Buyuni itakapokuwa imefukuma. Lakini tukienda kwenye swala la ofisi ya kata ya Buyuni, sisi katika zoezi lolote ni waase wananchi wangu, ukiona zoezi limetoka kwenye serikali na limekuelekeza ufate nini, sisi tukiwa kwenye zoezi la mamlaka ya NIDA hatukuwa tunatoza mtu yoyote pesa, ilikuwa ni huduma ya bure, ni ile tu ya kwenda kuwapa kwa mwanasheria iliyowezwa kwenye ofisi ya mwanasheria, na vile vile kwenda kutoa nakala ambayo ni kwa stationery. Kata ya Buyuni tukiweka fursa kama hizi
Msidanganyike wananchi na madalali vishoka wanaokuja kuwadanganya. Fateni nini mwongozo wa mratibu anayefanya zoezi hilo, ili msipate watu matapeli kuja kuambia tumepata kesi 1 2 3 na tumewashughulikia wale walioingia kata ya Buyuni katika kujiona wao wanaweza kuwadanganya wananchi. Tulikamata watu ambao walikuwa ni madalali na tuliwakamata mpaka waliotoa rushwa. Mimi kwenye kata ya Buyuni rushwa ni mwiko. Sitapenda kwenye zoezi lolote ambalo liko chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mtu yoyote kutozwa rushwa kwa sababu ya kupata huduma ya muhimu. Niwaambie kwamba jumla ya watu waliokuja hapa si wa Buyuni peke yake. Tulipata wa majirani zetu kutoka Pugu, Gongo la Mboto, Kinyerezi, wengine walikuja hapa ambao walikosa huduma ile. Naomba ieleweke kwamba katika hao 2000 na zaidi ambao tayari wameshasajiliwa na wana uhakika wa kupata namba zao, ni wiki 3 kuanzia tarehe 1 watapata taarifa kupitia simu zao, na pia tutakuwa na tangazo kupitia kata, kwa sababu kama nilivyowaambia wananchi wangu wengi hawana simu. Kwa hiyo tutatoa document ambayo itaeleza kutokana na mtaa kwa mtaa. Tutaenda kuwabandikia ofisini kupitia serikali ya mtaa wajue namba zao. Pista Majande ni kaimu afisa mtendaji wa kata ya Buyuni. Wamepewa elimu ya kutosha. Pia na kwa hili zoezi kama unavyojua ilikuwa ni pamoja na wale watu ambao hawana vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo walilazimika waape na wapate viambatanisho vimojawapo. Kuna baadhi wanasema wazazi hawana, lakini wakapewa fursa ya kuweka viambatanisho vya ndugu kama mjomba, baba mdogo, baba mkubwa, ili kudhibitisha uraia wao. Kutokana wengi waliapa na ni wengi wa Tanzania hawana vyeti vya kuzaliwa. Ikiwezekana na mamlaka ya vyeti vya kuzaliwa wakija wakaweka kambi hata kama walivyofanya kwenye NIDA, itapendeza zaidi ili wananchi wengi wawe na vyeti vya kuzaliwa. Naitwa Silvanus Bernard Mwenda, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Buyuni. Kwa wananchi wengi hawana vitambulisho vya taifa, na namshukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kuona fursa hii kuleta Buyuni, na wananchi wameitikia kweli, na tumeona hadi leo zoezi linafungwa, lakini bado wananchi wengi hawajapata vitambulisho vya taifa. Tunatamani ili zoezi jirudie, sababu liwe endelevu kila wakati, liwe linajirudia ili kuhakikisha wananchi wote wanapata vitambulisho vya taifa. Kwa majina naitwa Jamaldin Khadil Amri, ni mkazi wa Chanika, hii kata ya Buyuni. Kwa hiyo tunashukuru zoezi letu la upigaji wa vitambulisho, na nashukuru umeenda vizuri. Mwenyezi Mungu kajalia na umeenda salama. Nashukuru viongozi wetu wametusimamia vizuri, na tunashukuru sana na serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia pia tunamshukuru sana kwa kutuletea zoezi letu hili, na tunamshukuru. Na kama kuna watu basi, maana uhitaji la watu bado wako wengi wanahitaji, kama itawezekana basi tunaomba dhumuni hili basi lifike kwake waweze kuwasaidia wananchi. Bado wananchi wako wengi sana wenye kuhitaji huu. Kwa majina naitwa Salama Heshima Kumbi, ni mkazi wa Chanika, kata ya Buyuni. Tumekuja kujiandikisha vyeti vya NIDA na tunashukuru zoezi limeendelea vizuri. Tunashukuru viongozi wetu wamepambana, na tunashukuru vile vile viongozi wa serikali za mitaa.